Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Stergomena Lawrence Tax amefanya ziara katika kikosi cha Ruvu JKT kilichopo Mlandizi mkoani Pwani kuangalia utekelezaji wa mpango wa nishati safi wa taifa unaosimamiwa kwa ukaribu sana na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, na ameridhishwa na utekelezaji wa mradi huo katika kikosi cha Ruvu JKT. Madhumuni ya safari ni kuja kuangalia utekelezaji wa mpango wa nishati safi wa taifa unaosimamiwa kwa ukaribu sana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wa kuhakikisha kwamba tunatumia nishati safi kama taifa. Na kama mnavyofahamu, kuna maelekezo kwamba taasisi zinazalisha zaidi ya watu 100 zifikie 100% ya kutumia nishati safi, na kuna muda uliowekwa maalum kwamba kufika mwisho wa mwezi huu wa 4 tuwe tumefikia hatua hiyo, na sisi ni miongoni mwa taasisi zinazalisha zaidi ya watu 100, hususan vikosi vya JKT, lakini hata maeneo mengine ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo nimetembea kama mlivyoona, tumeona majiko yameshawekwa, tumeshahama kabisa katika nishati ya kutumia kuni, tumehamia katika nishati ya gesi. Kwa hiyo ni hatua kubwa, ni kazi kubwa sana imefanywa na kikosi hiki chini ya uongozi wa mkuu wa kikosi Kanali Mnyani, lakini chini ya usimamizi wa mkuu wa JKT Meja General Rajabu Mabere na obviously na watendaji wao. Kinachofurahisha ni kwamba wamefanya kazi kubwa, tunawapongeza sana, lakini pia tumejifunza kwamba katika kazi hii kubwa mafanikio ni mengi zaidi ya kulinda mazingira. Lakini kama mnavyoona hapa tulipo sasa hivi ni sehemu ambayo pia kuna zoo, na hii ni ubunifu wa vikosi vyetu, kwa sababu pamoja na kwamba vikosi vinahudumiwa na serikali, lakini rasilimali hazitoshi. Kwa hiyo ili kuweza kuongeza kipato kunakuwa na ubunifu mbalimbali. Ubunifu mmoja wao ni huu hapa wa zoo. Kuna wanyama wazuri kabisa. Niwakaribishe Watanzania wote na wasio wa Tanzania waje watembelee, wafurahie huu ubunifu uliowekwa hapa. Kama ilivyotolewa maelekezo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba vile vikosi vyote vyenye matumizi zaidi ya watu 100 basi viweze kuhama sasa kutoka katika matumizi ya kuni na mkaa na kuhamia kwenye matumizi ya gesi. Kwa hiyo kwa hapa kwetu kikosini ameweza kujionea mwenyewe kwamba kikosi chetu cha Ruvu kimetimiza 100% ya matumizi sahihi ya nishati safi. Tumeachana kabisa na matumizi ya kuni na mkaa. Hapo awali wakati tunatumia nishati safi tulikuwa tunatumia fedha nyingi sana kununua mkaa. Kwa siku tulikuwa tunatumia mkaa zaidi ya gunia 5, lakini sasa hivi katika utaratibu wa nishati safi tumeweza kuokoa zaidi ya milioni 7.1 kwa mwezi. Akizungumza kwa niaba ya vijana wenzake, kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa amefurahishwa na utekelezaji wa mpango wa nishati safi, kwani umekuwa ni mkombozi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Hapo awali pindi tunatumia nishati chafu, tukisema nishati chafu ina maana kwamba ni matumizi ya kuni na mkaa, ilikuwa inatuathiri muda, kwamba tulikuwa tunatumia muda mwingi katika maandalizi. Kama tunavyojua kwamba ina maana lazima utafute kuni, utaenda kutafuta kuni aidha ni polini au ni wapi, na uje mpaka uziandae mpaka moto ukolee, ina maana unatumia muda mrefu mno katika maandalizi tu ya chakula. Hivyo inasababisha kuchelewesha shughuli nyingine za uzalishaji mali ndani ya kikosi.